Maana anasema kwenye hiyo Zaburi 100 huo mstari wa 3 anasema, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ratalabasaka reibandoria masaka. Baba nakushukuru, Baba nakushukuru, Baba nakushukuru. Nimeingia malangoni pako na moyo wa shukurani Bwana, na ibada ya shukurani Bwana. Yandara masaka na wimbo wa shukurani Bwana. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Rikatalabasaka rikatalabasaka remanderebo shaladabai rekotalaba shana mayanta. Najua ya kuwa Bwana mimi ni kondoo wa malisho yako. Rekotaya remandarabosaka rekotaya ndalaba shaladabaraba yantalababa shandalabaraba. Na huo mstari wa 4 anasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni limidini jina lake. Remakayanama shaladabaraba. Ninakushukuru Bwana asubuhi ya leo, ninakushukuru Bwana asubuhi ya leo, ninakushukuru Bwana asubuhi ya leo kwa uaminifu wako, mfalme wa falme, kwa uaminifu wako Bwana wa mabwana. Rekatalabasaka remanteleboshanama rekoteleboshanama remantalabasaka eriantelebosaka erentalabasaka eremanteleboshaya erikatalabasaka eriamanteleboshaya erikatalabasaka. Endelea kumwambia Bwana asante, endelea kumwambia Bwana asante, endelea kumwambia Bwana na kutukuza kwa uaminifu wako. Mwambie Bwana na kushukuru kwa uaminifu wako. Rikalabasaka ya nuriama irandelebosaka yane iramantelebosaka yama iriamayantelebosaka irabandoriamaseke iramantoriamaseke irabandoriamaseke iramasandoriamasaka irantalabasaka iriamakayanamaseke iratalabasaka irabandoriamasandoria iramasekeriamande irantolabasaka iramandelebosanamande. Baba asante kwa ajili ya uaminifu wako. Baba asante kwa ajili ya neema yako. Baba asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya rehema zako na neema yako Bwana. Erantalabasaka. Maana hata sasa umetufadhili, maana hata sasa umetufadhili. Fadhili zako Bwana, fadhili zako Bwana. Erekotalabasaka shaladabasaka eriamayantelebo shandalabai erekotalabai eramante shaladaba. Ninakutukuza mfalme wa falme, ninakubariki Bwana wa mabwana, ninakubariki mfalme wa moyo wangu. Sijaona aliye kama wewe Bwana, sijaona mwingine aliye kama wewe Bwana, sijaona mwingine aliye kama wewe Bwana, sijaona mwingine aliye kama wewe Bwana. Ratalabasaka erimanteleboshayanamande iratalabasaka iratalabasaka. Mwambie tena Bwana na kushukuru kwa ajili ya uzima. Mwambie tena Bwana na kushukuru kwa ajili ya uponyaji. Mwambie tena Bwana na kushukuru kwa ajili ya ufahamu mpya. Rekatalabasaka eranteleboshanama erikatalabasaka erantelebosaka eremantelebosaka eratalabasaka erantelebosaka eremakayanabasaka
basaka, eretala basaka, eratala basaka, erekotaya na basaka, estalada barabasaka, erantala barabosaka, eremantele bosaka. Bwana, asante kwa ajili ya namna mpya ambayo unaiachilia kwenye maisha yangu. Asante Bwana kwa ajili ya hatua mpya ambayo unaiachilia kwenye maisha yangu. Erekatala basaka. Asante kwa ajili ya ufahamu mpya ambao Bwana unauachilia kwenye maisha yangu. Eratala basaka. Asante Bwana kwa ajili ya hatua mpya. Erakoshala dabai. Eremantelebo ushaya. Erekatala basaka. Eshalada barabosaka. Eratelebo usaka. Eratelebo usaka. Eramashana makai. Erekatala basai. Erekatala basai. Eratelebo usaka. Eramashana nanama. Erakatala basai. Eratelebo usaka. Emwambie tena Bwana na kutukuza. Emwambie tena Bwana na kushukuru. Erabababababa. Eshalada barabasaka. Raba Shana laba. Mwambie tena Bwana na kushukuru. Nimeingia malangoni pako, nimeingia hemani mwako. Rekatalaba. Moyo wangu Bwana umejaa shukurani. Moyo wangu Bwana umejaa shukurani. Arabasaka yama ishalada barabasaka erantelebusaka eretalabasaka. Emwambie Bwana na kushukuru, emwambie Bwana na kutukuza, emwambie Bwana asante kwa ajili ya uaminifu wako, emwambie Bwana asante kwa ajili ya uaminifu wako. Rada barabasaka ishalada baba ishalada baraba ishalada na Eratala baraba, Eshtandala baba, Eshtandele barabarabusha, Erikatala basaka, Yantala baba, Eshtandele barabu, Eshtalada baraba, Eshtana na 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 ma. Emwambie tena Bwana na kushukuru. Erada balabusaka, Erantelebusaka, Yantala barabusaka, Erimantelebusaka. Yantala baba baba, Ishala da barabaraba, Ishanda la barabaraba, Ishala da barabaraba, Ishala da barabaraba, Ishandele barabarabusha, Iria katala balaba, Irantala baraba, Ishana na 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 na. Mwambie tena Bwana na kushukuru. Ereko talabasaka. Maana si jambo jepesi, maana sio jambo rahisi. Eratalaba. Oh my Lord, Sala na mayanta. Bwana umetutunza. Arabasaka Shandala baba, umetutunza Bwana, umetutunza mwaka mzima. Isiyo jambo jepesi, isiyo jambo jepesi. Ndio maana Bwana tunasema ni wewe tu unastahili, ni wewe tu unaweza, ni wewe tu unastahili. Rebando robo shala daba, rekatalabasaka, eratalabasaka, yantelebo shalabai, yantalaba shala baraba. Emwambie Bwana na kushukuru tena. Emwambie Bwana. Moja ya kitu ambacho ananishangaza kwenye hiyo Zaburi, hiyo Zaburi 100 na huo mstari wa 3 anasema jueni ya kuwa Bwana ni Mungu wenu. Rekatalabasaka yatalabasaka yama rekotalabaseke erantalabasaka. Huo ni ufahamu wa hali ya juu, huo ni ufahamu wa hali ya juu, kutambua ya kuwa Bwana ndiye Mungu wetu, kutambua ratabalabasaka yatalabarabasaka. Shala da baraba, shala da baraba, shtandele musalaba. Mwambie tena Bwana na kushukuru, mwambie tena Bwana na kushukuru. Ele bandaraba sakaya naba, erantala baraba sakaya ma, yantala baraba sakaya ma, erantele musakata, yantala basakaya ma, erantala basaka, erabandele musaya ma, erantala basaka.
Eremandoria maseke. Inakushukuru Mungu wangu na baba yangu, inakushukuru Mungu wangu na baba yangu. Erababa saka, eratalaba saka. Inakushukuru Mungu wangu na baba yangu. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Asante Bwana kwa ajili ya ulinzi wako. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Ratabasakayama, Ratalabasakayanama, Ratalabasakataya, Rekotea Mataleko, Stalabaladusa. Bwana, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Arabasaka, Shalada Barabarabasaka, Shandarabasaka Yanamande, Herada Barabasaka Yamande, Herandele Bushakata Yama, Herrimantele Bushakata, Herata Balabasaka, Herramashana Labasaka, Shana Namayanta Labai. Ishkada laba laba saka, irata laba saka, ishkala da bara bara ba, ishaba ba 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 ba, ishada da 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 da, irata laba raba. In the name of Jesus, hallelujah. Nataka sasa tuweze kuomba prayer point ya pili inayosema kuvunja na kufuta kila mashauri ya uovu kwenye maisha na kila eneo. Haleluya. Kuvunja na kufuta kila mashauri ya uovu kwenye kila eneo, kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, kwenye nchi yetu, kila mashauri ya uovu. Anasema pale kwenye kitabu cha Yeremia 18 mstari wa 18, anasema wakasema, njooni na tumpige Yeremia na tupange mashauri kwa ajili ya Yeremia, tumpige kwa ndimi zetu. Maana yake watu, jambo la kwanza waliloanza kulifanya ni kukaa mahali, ni kupanga shauri mahali. Kabla watu hawajaanza kushambulia, huwa kuna kitu kinaitwa mikakati. Asubuhi ya leo tunapoenda kuomba, tunaenda kuvunja kila mikakati ya giza, tunaenda kuvunja kila mashauri ya uovu. Anasema pia kwenye kile kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17, anasema kila silaha itakayoinuka kinyume chetu, kila silaha za uovu, kila silaha za giza hazitafanikiwa, na kila ulimi utakaohukumu utauhukumu kuwa mkosa. Anza sasa kuomba asubuhi ya leo. Anza kuvunja kila mashauri ya uovu. Anza kuharibu kila mashauri ya uovu. Anza sasa kuomba. Anza sasa kuomba. Karabasaka, kila mashauri yaliyopangwa kinyume changu mwezi huu wa 12, kila mashauri yaliyopangwa kinyume changu mwezi huu wa 12, hayo mashauri yanaharibika, hayo mashauri yanaharibika, hayo mashauri yanaharibika, hayo mashauri yanaharibika. Mashauri ya uovu kwenye familia, mashauri ya uovu kwenye huduma, mashauri ya uovu kwenye uchumi, mashauri ya uovu kwenye kazi yangu, mashauri ya uovu kwenye biashara yanaharibika asubuhi ya leo, yanaharibika asubuhi ya leo, yanaharibika asubuhi ya leo. Kila mashauri, kila mashauri, kila mashauri ya uovu, rakaparabasaka, ratalabasaka, labadabarabasaka, kila ndimi za uovu, kila maneno yaliyoachiliwa kama mishale kwenye ulimwengu wangu wa roho yanaharibika asubuhi ya leo, na yafuta asubuhi ya leo. Ratalabasaka, ratalabasaka. Haribu hayo mashauri ya uovu, haribu hivyo vikao vya giza, haribu, haribu, haribu. Hao makuhani wa Baali sambaratisha, wafieke katika jina la Yesu. Rakatalabasaka. Hao manabii wa Baali wafieke katika jina la Yesu. Ratalabasaka, yakatalabasaka. Maana yake kama kuna makuhani wa Mungu aliye hai, wako pia makuhani wa giza, wako pia manabii wa Baali. Unakumbuka nyakati za Elia, ratalabasaka, alipowachinja wale manabii wa Baali 450. Ndivyo asubuhi ya leo, ndivyo asubuhi ya leo, ndivyo asubuhi ya leo tunawachinja kila manabii, kila manabii wa Baali, kila makuhani wa kipepo. Karabasaka, yakatalabasaka. Jina langu halitakuwa kwenye listi za watu waliokusudiwa kuchinjwa katika jina la Yesu. Jina langu halitakuwa kwenye hizo listi za wachawi walioweka kwamba mwaka huu kabla mwaka hujaisha, katika jina la Yesu. Jina langu ni moto. Ratalabasaka, ya
Yantalabasaka Remoshalabagadia. Kila wanapotaka kukuita kwenye vikao vyao vya giza, Katalabasaka, moto utokee kwenye hivyo vikao, moto utokee kwenye hivyo vikao, sawa sawa na neno la Bwana katika Waebrania 12:29, kwa maana Mungu wetu ni moto ulao, kwa maana Mungu wetu ni moto ulao. Kama Mungu wetu ni moto ulao, huyo Mungu anakaa ndani yangu, huyo Mungu anakaa ndani yangu. Kila wanaponiita jina langu, moto utokee, moto utokee kwenye vikao vyao, moto utokee kwenye vilinge vyao, mlipuko utokee kwenye vilinge vyao. Rakapalabasaka yantalabasaka yama rekatalabasaka. Kila wanapopanga mashauri yao, moto utokee kwenye vilinge vyao. Ratalabasaka yama rekatalabasaka yantalabasaka rekotea makatea yantakarabasaka yanteleboshana makaya rikatalabasaka. Endelea kuvunja hayo mashauri yakatalabasaka, yanatawanyika kwa jina la Yesu. Rakatalabasaka rakatoska yanta iramakaya na masaka rekotea makatoya rantakaparada yantakaya na masaka. Hiyo mishale na izima, anasema tupate kuizima kila mishale ya moto ya yule mwovu shetani asubuhi ya leo. Kila mishale na izima katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Rakatalabasaka yakatalabasaka rikatalabasaka yantakaparabasaka iramakaparabasaka yantalabasaka yamakapa iramakaparabasaka yantelebosakata iramatalabasaka yamanta irapadabarabasaka yantelebosakata yama irakatalabasaka irabadabarabasaka yakatalabasaka. Na haribu na sambaratisha kila mashauri ya uovu. Rakatalabasaka yantalabasaka yama iramakaparabasaka irasotakaparia yakatalabasaka yamakapa irabasaka talaba. Kadiri unavyonena kwa lugha, yakatalabasaka irabashatalaba irapatalabasaka yamakapa iratakaparabasaka yatakaparabasaka irabadabarabasaka yatalabasakata iryabakaparabasaka yatalabasaka talaba iratalabasaka yatalabasaka. Kila uzito unaondoka, kila uzito unatoweka, kila uzito unatoweka kwenye hiyo biashara yako, kwenye huo uchumi wako, kwenye familia yako, kwenye fahamu za watoto wako. Ratalabasaka yatakaparabasaka. Huo uzito unatoweka, huo mgandamizo unatoweka. Rakaparabasaka yatakaparabasaka irabasaka talabasaka iramakaparabaseke iramandoria baseke yamanto iramashana makaya iramadabarabasaka yatakaparasaka. Mwana Mungu, unapoendelea kuomba, faida ipo kwenye maombi. Maana yake kinachozaliwa kwenye maombi, anasema kwenye ile Mambo ya Walawi sura ya 6 na ule mstari wa 12, anasema na moto wa madhabahu utatunzwa ili uwake siku zote, ili uwake daima. Maana yake namna ya kutunza huo moto wa madhabahu ni maombi. Maombi ni kuni za kuchochea huo moto wa madhabahu. Ratalabasaka remoshadabalaba. Unapoendelea kuomba, unapoendelea kuchochea kwenye ulimwengu wa roho, kila nira zinakatika, kila minyororo inakatika. Rashatalabaka rekotayana masaka yantakarabasaka. Haribu kila mashauri, haribu kila mashauri. Anasema pale katika Yeremia 18:18, anasema rabasaka yantarabasaka. Inatupange shauri juu ya Yeremia, juu ya Yeremia, juu ya Yeremia. Rashatalaba yakatarabasaka yantakaparaba shaladabarabasaka. Anasema eriabakatalaba, na tumpige kwa ndimi. Kumbe watu wa gizani wao wanazitumia ndimi kama silaha. Rasaparaba yakatalaba. Na wewe mwana wa nuruni, tumia tu ulimi wako, tumia tu ulimi wako. Rabashaka kwenda kinyume na hizo roho, kwenda kinyume na kila matamko ya giza, kwenda kinyume. Rashatalaba yakatalabasaka yantakarabasaka yantalabasaka rabadabarabasaka
Saka anasema ya kwamba kwenye kinywa kuna uzima na mauti. Rashatarabasaka yantakarabasaka, maana yake unaweza ukanena uzima asubuhi ya leo, uzima ukatokea, uponyaji ukatokea. Rashataraba, mahali ambapo palitiwa uharibifu ukatoweka. Rakaparabasaka yantakarabasaka yantarabasaka yaba. Walitumia ndimi, tunatumia ndimi asubuhi ya leo kwenda kinyume na kila matamko ya giza na kila matamko ya kipepo na kila matamko. Rashataraba yakatarabasaka yantakarabasaka eratarabasaka irabakayanabasaka erashataraba yakatarabasaka yantakarabasaka erashatarabakapa irabakaparabasaka, katika jina la Yesu Kristo. Orabasaka ya baba shala na baba. Nataka sasa tukaombe prayer point nyingine ayandaramasaka inayosema mimi ni baraka kwenye maisha yangu, mimi ni baraka kwenye maisha yangu. Tamani asubuhi wewe mwenyewe, asubuhi ya leo wewe mwenyewe uwe baraka, wewe mwenyewe uwe baraka. Kwa maana nyingine unaweza ukawa pia ni adui wa maisha yako kama hautakuwa makini. Rakatoskayama, unajua nabii wa kwanza ni wewe mwenyewe, nabii wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Kalabasaka ya baba, nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Nataka asubuhi ya leo ukajitamkie maneno mazuri ya kwamba mimi nitakuwa chanzo cha baraka kwenye maisha yangu, namna ninavyoenenda, namna ninavyoishi. Anasema enendeni mkiukomboa wakati, maana zama hizi ni zama za uovu. Yakatarabasaka, anza sasa kujitamkia, anza kujitamkia ya kwamba mimi ni nabii wa kwanza wa maisha yangu. Mimi ni baraka, mimi ni baraka, nitakuwa msababisha baraka kwanza kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu. Sitakuwa muuaji wa maisha yangu, sitakuwa muuaji. Mimi ni baraka kwenye maisha yangu, mimi ni baraka kwenye familia yangu, mimi ni baraka kwenye huduma yangu, mimi ni baraka. Shalada baraba, shalada baraba, yakatala baraba. Mkao uliokaa utaamua, mkao uliokaa utaamua, mwenendo ulionao utaamua ya kwamba uwe mtu wa namna gani, uwe na matokeo gani. Ratala basaka, shalada baraba, yakatala baraba, yakelebo shakataya, rekotea na mate, rekotea na mate. Maisha unayoishi yataamua uwe ni mtu wa namna gani. Ratarabasaka yatakarabasaka yakatarabasaka yatarabasaka. Yale maisha Yesu alikuwa anaishi, ona namna alivyogeuka kuwa baraka. Yatarabasaka rekotarabasaka yakatarabasaka taya rekotea mata yatokosakataya ribakatarabasaka yatakarabasaka. Mimi ni baraka, mimi ni nabii, mimi ni nabii wa maisha yangu. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, rabababa shadada baraba, shadada baraba, shadada baraba. Hakuna mtu ataweza kukutabiria ukageuka zaidi ya wewe mwenyewe kugeuka. Ratarabasaka shadada bayata. Kwa maana hiyo usipojiona mahali, usipogeuka mwenyewe, hakutakuwa na badiliko. Rakatarabasaka yantakarabasaka yantelebosaka remashanaba. Asubuhi ya leo jitamkie, jitamkie, jitamkie kila aina ya maisha ambayo yamkini ulikuwa unaishi, maisha hayo ambayo yanapelekea maisha fulani ambayo hayakukusudiwa kwenye maisha yako, hayakukusudiwa kwenye kuumba kwako, yakatae asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ratarabasaka. Biblia inasema watu pasipo maono, watu pasipo maono, rakataraba, ushindwa kujizuia. Rekotea mata yakatarabasaka yatakarabasaka. Kila aina ya maisha ambayo yalikuwa yanapelekea usiwe na kesho nzuri, asubuhi ya leo omba, 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 omba kukataa katika jina la Yesu. Rakataraba shalada baraba shalada bayata rekotea na
Rate, Shala Dabaka, Rekotayanama, Shanda Labaka, Rata Labasaka. Ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inazungumzia kwa habari ya wale Wayahudi. Anasema Wayahudi waliokuwa wakitangatanga karabasaka shandarabasaka yantakarabasaka pale unawakuta wana wa Skewa, kwa sababu walikuwa ni wapunga pepo wakitangatanga, hapakuwa na kitu kwenye maisha yao. Yantakarabasaka yantarabasaka. Kataa kila roho inayokufanya usiwe na kitu kwenye maisha yako, usiwe na jambo la kuonyesha lililo jema kwenye maisha yako. Ikataa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Holy Spirit, Holy Spirit, align my life, align me. Na kuruhusu Roho Mtakatifu uyapangilia maisha yangu, upangilie mwenendo wangu, na kuruhusu Roho Mtakatifu rakaparaba shadabaraba yantakayaraba ratabaraba, na kuruhusu Roho Mtakatifu upangilie maisha yangu. Radabarabasaka yantakarabaraba shadadabaraba yankatayadaraba yantarabaraba yankatarabaraba ratalabasaka ramanderiabaseke. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, Bwana niko tayari, Bwana niko tayari. Pangilia na kuruhusu Roho Mtakatifu yapangilie maisha yangu, yatawale maisha yangu, yatawala mwenendo wangu, yatawala kufikiri kwangu, yatawala maono wangu. Radabarabasaka yatakarabaraba yatayandarabaraba yakatayandarabaraba shadabarabaraba yakatayandarabaraba yakatarabaraba. Inaambiwa maisha yako ni wewe mwenyewe. Usipoomba hakuna kitu kitatokea. Rakaparia shanabaka rikatayandaraba shandarabaraba yakatayandarabaraba yakatarabaraba ukiomba asubuhi ya leo utaanza kuona mgeuko, utaanza kuona mgeuko, utaanza kuona mgeuko, utaanza kuona mgeuko. Hata kama kulikuwa kuna nguvu imegandamiza maisha yako, imegandamiza ufahamu wako, asubuhi ya leo hiyo nguvu inaachia ufahamu wako, kwa sababu unaomba, kwa sababu unaomba. Ratababa yakatarabaraba yakatarabaraba yantarabaraba yantarabaraba ratarabaraba yakateyaramande yakatarabaraba. Unapoendelea kuomba yantayadarabaraba, hata kama kuna vitu havikuwa sawasawa rohoni, vinaanza kukaa sawasawa, vinaanza kukaa sawasawa, vinaanza kukaa sawasawa. Ratalabasaka yakatalabasaka. Inapenda mahali fulani ukisoma kwenye kitabu cha Luka, Biblia inasema akiwa katika kuomba yatakaya ratalaba, sura yake ikabadilika, akawa na mng'ao. Kumbe matokeo ya maombi yanaleta badiliko. Ratalabasaka hayantalabasaka. Haikuishia kwenye sura yake tu, haikuishia ndani tu, mpaka na mavazi yake, rabababa, mpaka na biashara yake, mpaka na familia yake, mpaka na watoto wake. Ratalabasaka yakatalabasaka, mpaka na kizazi chake. Ratalabasaka yakatalabasaka. Kukawa na mgeuko. Shalabarabasa yatalabaraba irabadabaraba shadabarabaraba. Omba sasa asubuhi ya leo, inaiona neema ya mgeuko. Radabarabasaka. Hautakuwa sababu ya kuwa maisha yako, hautakuwa sababu ya kuwa maisha yako, bali utakuwa sababu ya maisha yako kwa baraka. Rakatusa yakataya ratabaraba yakatayaraba yakatayaraba yatakayaraba. Unaweza ukaomba asubuhi ya leo, usiangalie
watu. Usitazame jirani yako, wewe mwenyewe unaweza ukageuza hali yako ulionayo kwa kuomba. Inapenda mtu mmoja anaitwa Hana. Ayakatarabasaka. Biblia inaniambia Hana alikuwa amefungwa tumbo, alikuwa tasa. Ratarabasaka. Hana akapata ufahamu, Hana akapata ufahamu wa kuomba. Wakati akiomba, yale maombi yaligeuza, yaliondoa roho ya utasa. Yakatarabasaka. Ratarabasaka. Yatekepayamata. Maana yake Hana alikuwa sababu ya kutoka kwenye utasa, alikuwa sababu ya maisha yake kuwa baraka. Radabarabasaka. Unaweza ukawa baraka asubuhi ya leo. Wewe mwenyewe unaweza ukageuza hali fulani kwa maombi. Unaweza ukageuza hali fulani kwa maombi asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo. Rakataraba, shakataraba, rakataraba, yantakaraba, yantarabaraba, yankatarabaraba, ratarabaraba, yankatarabaraba. Naona kuna mtu anayeomba maisha yake yanageuzwa asubuhi ya leo. Rakataya. Utasa unaondoka kwenye hiyo biashara, utasa unaondoka kwenye familia yako, utasa unaondoka kwenye maisha yako ya kiroho, utasa unaondoka. Maana utasa ni roho, hiyo roho inakimbia kwa sababu imekutana na roho Mungu. Yakataya, rataya. Inapenda mahali fulani anasema kwenye kile kitabu cha Ezekiel 36 na ule mstari wa 27 anasema nitawapa roho wangu. Ratakapaya. Kumbe mtu anapoomba roho Mungu anakuja, roho Mungu anakuja, roho Mtakatifu anakuja, na ile roho ya uharibifu inatoweka, na ile roho ya uovu inatoweka. Yakataka, yakatalabasaka, ratalabasaka. Inaona maisha ya mtu yanageuzwa, inaona hali ya mtu inageuzwa, inaona maisha ya mtu yanageuzwa. Rakotaya, yakataya, rasataka, ratakaya, yakatalabasaka. Inaona maisha ya mtu yanageuzwa. Rakatuskayata, eriamakatoria, ishalabaraba, yakatayanaraba, ishadalabaraba, yakataraba. Nguvu za Mungu zimeachiliwa. Uwepo wa Bwana uko mahali ulipo. Ratabaraba, ishadalabaraba. Omba tena, omba tena, omba tena. Wewe ni nabii wa maisha yako, wewe ni nabii wa maisha yako. Unaweza ukageuza hatima yako, unaweza kugeuza kizazi chako. Yamkini kilikuwa kielekea kwenye uharibifu, lakini asubuhi ya leo unaweza ukaomba, unaweza ukaomba, unaweza ukaomba, unaweza ukaomba, ukageuza. Napenda mahali fulani kwenye kitabu cha Yeremia ile sura ya kwanza na mstari wa 10 ukianzia mstari wa 9 anasema nimeweka neno langu kinywani mwako. Alafu mstari wa 10 anamwambia tazama, nimekuweka leo juu ya mataifa. Ayakatalabasaka. Ili kung'oa, ili kubomoa, ili kuharibu, ili upate kuchenga na kupanda. Yantakapa, yantelebusaka. Punde neno la Bwana linapoachiliwa ndani ya mtu, yantakaya, huyo mtu anapoomba hilo neno la Bwana linaanza kugeuza, linaanza kugeuza, linaanza kugeuza. Rabababa, shadarabaraba. Omba sasa, omba sasa. Shadarabaraba, yantakaya raba. Wakati Yeremia anang'oa, wakati Yeremia anaomba, wakati Yeremia anaomba, napenda mahali fulani anamuuliza, Mungu anamuuliza, anamwambia Yeremia, waona nini? Yeremia akasema naona ufito mrefu. Rakatalabasaka. Mungu akamwambia umeona vyema, umeona vyema, umeona vyema, umeona vyema. Akamwambia kwa maana hata mimi pia naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Asubuhi ya leo Bwana analiangalia neno lake, Bwana analiangalia neno lake. Namna gani umesimama na neno la Bwana katika kugeuza hatima yako, katika kugeuza kesho yako inayoonekana kana kwamba ni kama haina uelekeo. Asubuhi ya leo ukiomba, inaiona neema ya mgeuko, inaiona neema ya kugeuzwa, inaiona neema, inaiona neema ya takayaraba. Bwana Mungu, unapofika mahala ipakuomba wewe binafsi, omba. Inapofika mahala ipakuatamia, tamia. Rabababa,
Shaladabaraba, Yatakayanama, Yatayanama, Ratababa, Yakatayanama, Yekelebushanama, Yakatayanaba, Yatakayanaba, Ekarabadabaraba, Shaladabaraba, Yatalababa, Shabababa, Eradababa, Shalababa. Pray. Rabba, Shalada, Eratalaba, Shaladaba, Eratalaba, Shaladaba, Eratalaba. Maombi yanaweza akageuza kitu. Maombi yanaweza akageuza kitu. Maombi yanaweza akageuza kitu. Maombi yanaweza akageuza maisha ya mtu asubuhi ya leo. Ratalaba, shaladaba, ratalaba, ratala, shayama, shalaniano, shalaba, Yatayanaba, Eratanabanaba, Shaladabaraba, Iratanabanaba, Shaladabaraba. Omba tena. Wewe ni nabii wa maisha yako, unaweza ukageuza maisha yako. Maana yake kesho yako iko kwenye maombi yako. Ratanabashaka, kesho yako ya baraka iko kwenye maombi yako. Ratanabashaka, kesho ya Tanzania nzuri. Ratanabashaka, iko mikononi mwa waombaji. Ramakayuna Masaya, Yatekea Namanta, Rekotaya Namanta, Shaladabaraba, 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 Eratalabashaka, Yantakaya Daraba. Unaweza ukaomba, unaweza ukaomba, unaweza ukaomba, unaweza ukaomba, unaweza ukaomba zaidi hapo, unaweza ukaomba zaidi hapo, unaweza ukaomba zaidi hapo, unaweza ukaomba zaidi hapo, unaweza ukaomba zaidi hapo. Rakapaya, Shaladaba, Ratalabashaka, Shaladabaraba. Unaweza ukaomba zaidi hapo. Inaona uwepo wa Mungu, inasikia uwepo wa Mungu, inasikia nguvu za Mungu. Yakatayanama, Shaladabai, 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 Shalalaba, Ratalaba, Yatelemo, Shalalaba, Yatayanamo, Shalalaba, Ratalaba, Sheriaramato, Yanama, Yatayanaba, I will pray. Shalatalaba, Yakatayanaba, Yatayanaba, Yatayanaba, Yatayanaba. Kesho yangu itakuwa ya kawaida. 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 Eratalaba, Shaladaba, pray, Shaladaba. Wewe ni nabii wa maisha yako. Shaladabaraba, Shadalabaraba, Shaladabaraba, Shadelebo Shalaba, Omba, Shadalabaraba, Shadalababa. Niongeze mic kidogo. Hii mic kubwa. Ratababa. Ongeza. Yes. Kalabashaka, Shala, omba tena. Eratalabashaka, Eshadalabashaka, Eratalabashaka, Eshadalabashaka. Wewe ni nabii wa maisha yako. 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 Shalababa, Shadalababa, Shadalababa. Pray. Nasikia nguvu za Mungu. Nasikia uwepo wa Mungu. Nasikia mafuta mabichi. Yamemiminwa. Ina haya mafuta ya mabichi. Sawa. Ina Isaya 10:27. Rakapaya. Anasema nira zinavunjwa. Ikakutiwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Yanapomiminika, nira zinavunjwa. Nira za ukoo zinavunjwa. Nira za familia zinavunjwa. Nira za taifa zinavunjwa.
Ayarabasa, Yakatayaraba, Shanarabayanta, Yakatayaraba, Shanaraba, Shanaraba, Fire, 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 fire everywhere, fire, fire of the Holy Ghost, fire, fire, catch fire, catch fire, catch fire, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost, fire, catch fire, in the tire, Shania Kapa, ninaona revival ndani ya watu, revival, 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 by the power of the Holy Ghost. Haya ni maombi yatakayoamsha roho yako, roho yako, roho yako, roho yako. Hautabaki ukiwa umeinama, hautabaki ukiwa umeinama, lazima uinuke leo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Shalaba, shalaba, kaya saka, yenda baba. Omba tena, omba tena. Nasikia watu wa Mungu, nasikia nguvu za Mungu, nasikia watu wanahudumiwa, nasikia watu wanahudumiwa, nasikia watu wanahudumiwa, nasikia watu wanahudumiwa. Kuna namna Bwana anakuhudumia, kuna namna mbingu zimekufungukia. Anasema katika Isaya 60 na ule mstari wa 11, ina malango yako yatakuwa wazi usiku na mchana, hayatafungwa ili mataifa wakuletea ushindi, ili wafalme. Malango yangu yako wazi, malango yangu ya baraka yako wazi, malango yangu ya mafanikio yako wazi, malango yangu ya kupenda yako wazi, malango yangu yako wazi, malango yangu ya baraka yako wazi, katika taifa la Tanzania, Afrika Mashariki na duniani kote. Malango ya baraka yako wazi. Niona na mtu mwingine ambaye malango yake yako wazi, malango ya baraka yako wazi. Nisikia anaomba, nisikia anaomba, nisikia anaomba. Ana anasema moyo wangu wamwadhimisha Bwana. Yafanye hayo maombi asubuhi ya leo, yajenge madhabahu, yaende kimadhabahu, yaende kiagano agano, yasiende tu kawaida. Mimi ninapiwa maisha yangu, mimi ninapiwa kwanza wa maisha yangu. Kwa hiyo kama mimi ninapiwa kwanza wa maisha yangu, ninageuza mwenyewe mambo, natamka mambo yanakuwa. Eshala baraba, erratala baraba, eshala baraba, erratala baraba, eria telebo shalaba, erratala baraba, erratala baraba, erratala baraba, erratala baraba, erratela. Mimi ni nabii wa kwanza wa maisha yangu. Mimi ni nabii wa kwanza wa maisha yangu. Mimi ni nabii wa kwanza wa maisha yangu. Kumbe kama mimi ni nabii wa kwanza wa maisha yangu, lazima niombe mwenyewe. Lazima nigeuze mambo. Nigeuze mambo rohoni. Nigeuze mambo rohoni. Haijalishi yakoje, lakini ninapoanza kuomba lazima yageuke. Lazima yabadilike, kwa sababu mimi ni nabii wa kwanza wa maisha yangu.
Hakuna mtu mwingine atakuja kukutengenezea. Tengeneza mwenyewe, tengeneza mwenyewe, tengeneza mwenyewe, tengeneza mwenyewe, tengeneza mwenyewe, tengeneza mwenyewe, badilisha mambo mwenyewe. Anamwambia Yeremia, tazama nimekuweka kuwa nabii wa mataifa ili kuboa, ili kubomoa, ili kuharibu, upate kujenga na kupanda. Asubuhi ya leo inapanda uzima kwenye familia yangu, kwenye afya yangu, inapanda uzima, inapanda ustawi. Asubuhi ya leo inapanda baraka. Inapanda baraka kwa jina la Yesu. Ibada anasema katika Waefeso 1 ule mstari wa 3, ashukuriwe Mungu Baba aliyetubarikia baraka zote katika ulimwengu wa roho kupitia njia ya Yesu Kristo. Mimi nibarikiwa, mimi sijalaaniwa. Napenya kila mahali, napenya kila mahali, napenya kila mahali, napenya kila mahali, kiroho na kimwili, napenya. Sitazuilika, sizuiliki kwenye baraka, sizuiliki kwenye mafanikio. In the name of Jesus. Yale mageti ambayo huwa yanawazuia watu hayatanizuia, maana amesema mwenyewe katika Isaya 45 kuanzia mstari wa 1, anasema tazama, nitakwenda mbele yako, nitakwenda mbele yako. Bwana mwenyewe anakwenda mbele yangu. Kabla mimi sijaenda mbele, yeye anaenda mbele yangu. Na kuvunja kila mapingo, kila milango, kila mapingo ya chuma, malango ya shaba anayavunja. Maana amesema anataka anipeleke, anionyeshe mahala penye hasira zangu zilizofichwa gizani. Wewe ni nabii wa maisha yako. Tabiri juu ya maisha yako asubuhi ya leo. Geuza mambo ambayo unaona yako sawa, geuza kupitia mdomo, geuza kupitia kinywa, geuza. Maana yake anatuonyesha kwamba Mungu anapomwambia Yeremia aanze kutamka, maana yake Mungu hatakuja atamke, Mungu hatakuja afanye chochote kama wewe haufanyi chochote. Kwa maana nyingine, Mungu anataka atumie kinywa chako. Mungu anataka kutumia wewe kugeuza maisha yako, kugeuza hali yako. Biblia inaniambia kwenye kile kitabu cha Mwanzo, Rebeka alikuwa tasa. Biblia inaniambia Isaka akamwomba Bwana. Ule utasa ukaondoka. Isaka akamwomba Bwana. Ule utasa ukaondoka. Biblia inaniambia kwamba Mungu alishuka mzima, alishuka katika damu na nyama, akaenda akatoa utasa wa Rebeka. Lakini Biblia inaniambia Isaka aliomba. Unaweza ukawa ni Ana ukaomba, unaweza ukawa ni Isaya ukaomba, unaweza ukawa ni John ukaomba. Unaweza ukawa ni Yohana ukaomba, unaweza ukawa ni Juma ukaomba. Ishala na mayata yakatayaraba yekataraba ratalabaraba yatalabaraba. Mambo yakabadilika, mambo yakageuzwa asubuhi ya leo, rakataya shaladaba. Kumbe badiliko huanzia ndani, radabaraba shaladabaraba shadarabaraba yakataraba shaladabaraba yatakaya Ratalaba, Shalaba. Oh Lord,
Mwambie Bwana asante kwa ajili ya yote niliyoomba. Yamekuwa. Anasema kwenye kile kitabu cha Marko 11:24 mpaka 25, anasema mnaposali aminini, mnapoomba aminini ya kuwa yamekuwa yenu mlioomba. Mwambie Bwana asante kwa haya niliyoomba, tayari yameumbika kwenye maisha yangu, yamekuwa halisi kwenye maisha yangu, yamekuwa vitu vinavyoshikika kwenye maisha yangu, yamekuwa ni vitu vinavyoonekana kwenye maisha yangu. Anasema neno likavaa mwili. Aya katala basaka. Maana yake ulipokuwa unaomba neno, ulikuwa unaachilia neno, hilo neno linavaa mwili, linakuwa kazi, linakuwa afya, linakuwa kibali. Hilo neno. Mwambie Bwana asante. Ratanaba, ishtanadabaraba, viatataya, raba. Hilo neno linakuwa tabia njema. Hilo neno. Ratanaba saka, ishtanadabaraba, viatatayadaba, yamakayadabaraba saka. In the name of Jesus we pray. Mshangilie Bwana Yesu.